Maadhimisho ya siku ya ukimwi duniani. Maadhimisho haya yanaashiria dhamira ya kuwatambua, kuwapenda, kuwajali na kuwakumbuka wale ambao wenye virusi vya ukimwi. Siku hii inaadhimishwa kila tarehe 1 Disemba. Ni jukwaa muhimu la kimataifa linalotumiwa kutathmini hatua za mapambano dhidi ya maambukizi ya VVU, kupambana na unyanyapaa, kuongeza uelewa na kuimarisha huduma za afya kwa watu wanaoishi na VVU. Ni siku ya kuwakumbuka waliopoteza maisha, kuwahamasisha walioathirika kuendelea na matibabu na kuelimisha jamii kuhusu namna bora ya kujikinga. Katika muktadha wa kiafya duniani, ukimwi bado ni miongoni mwa changamoto zinazohitaji nguvu na ushirikiano wa kila mtu, serikali, jamii, taasisi za afya na mtu mmoja mmoja. Siku hii ni siku muhimu inayokutanisha watu kutoka katika mataifa mbalimbali, kukumbuka maisha yaliyopotea kutokana na VVU, kuongeza uelewa, kupambana na unyanyapaa, kuimarisha jamii kuendelea kujikinga na kupata huduma sahihi za afya. Ni moja ya siku chache za kiafya duniani zilizokabiliwa kimataifa tangu mwaka 1988 na imeendelea kuwa jukwaa muhimu la kuthamini hatua zilizopigwa na changamoto zinazoendelea. Siku ya ukimwi duniani ilianzishwa na Shirika la Afya Duniani WHO pamoja na Umoja wa Mataifa kama njia ya kuhamasisha jamii kuhusu janga la ukimwi lililoanza kusambaa kwa kasi miaka ya 1980. Wakati huu kulikuwa na hofu, taarifa finyu na unyanyapaa mkubwa kwa watu wanaoishi na VVU. Ni siku iliyowekwa ili kuleta sauti za matumaini, upendo na mshirikiano duniani kote. Leo, pamoja na maendeleo makubwa ya kimatibabu kama dawa za ARV, bado hii inaendelea kuwa muhimu kwa sababu ugonjwa huu haujaisha bado. Watu wapya wanaambukizwa kila mwaka na wengine hukosa huduma za upimaji na matibabu. Nchini Tanzania, ukimwi umebaki kuwa miongoni mwa changamoto kubwa za kiafya, kijamii na kiuchumi. Licha hatua kubwa zinazopatikana katika miaka ya karibuni, siku hii hutoa nafasi kwa serikali, wadau wa afya, taasisi binafsi, mashirika ya kimataifa na jamii kwa ujumla kukutana na kujadili mwelekeo mpya wa jitihada za VVU. Kwa jumla, dhana kuu huwa ni kuongeza uelewa, kuondoa unyanyapaa, kuhimiza upimaji na kuweka wazi mikakati mipya kupunguza kabisa maambukizi mapya. Katika muktadha wa Tanzania, maadhimisho haya kwa kawaida huongozwa na kauli mbiu inayojikita katika kuimarisha uwajibikaji wa jamii pamoja na misingi ya haki za afya. Serikali mara nyingi hutumia siku hii kuzindua ripoti mpya, tathmini za mwaka na mikakati mipya ya kitaifa kuhusu VVU. Kupitia Wizara ya Afya na Tume ya Kudhibiti Ukimwi TACAIDS huwasilisha taarifa kuhusu mafanikio yaliyopatikana, ikiwemo kupunguza kwa idadi ya watu wanaopata maambukizi mapya, upatikanaji wa dawa za kufubadha virusi vya ukimwi, pamoja na upanuzi wa vituo vya upimaji na matibabu. Upatikanaji wa dawa za kufubaza virusi pamoja na upanuzi wa vituo vya upimaji matibabu. Takwimu hizi hutumika kupima kasi ya nchi kuelekea lengo la kimataifa la 2030 la kutokomeza ukimwi kama tishio la afya ya umma. Moja ya mambo muhimu yanayoangaziwa katika maadhimisho ya siku hii ni hatua za kimkakati zinazotekelezwa nchini. Tanzania imekuwa ikitekeleza mikakati ya kitaifa inayojumuisha elimu mashuleni, elimu kwa jamii, mabadiliko ya tabia, matumizi sahihi ya kondom, upimaji wa hiari, huduma rafiki kwa jamii na utoaji wa dawa za ARV kwa wakati. Haya yote yamechangia kupunguza kwa kasi kubwa ya maambukizi mapya,
kuongeza matumaini ya maisha kwa watu wanaoishi na VVU, kuboresha huduma za clinic, kupanua upatikanaji wa dawa za kufubaza virusi vya ukimwi hadi katika maeneo ya vijijini, na kufanya upimaji kuwa sehemu ya huduma za kawaida za afya, na baadhi ya hatua zilizoweza kuleta mafanikio haya. Hata hivyo, pamoja na mafanikio, changamoto bado zipo na ni muhimu kuzijadili kwa uwazi. Bado kuna watu wengi wanagundulika wakiwa tayari katika hatua za juu za maambukizi, jambo linaloonyesha kuwa idadi kubwa ya watu hawapimi mapema. Unyanyapaa katika jamii nao umeendelea kuzuia wengi kutafuta huduma kwa uhuru, hasa wale vijana wa miaka 15 hadi 25 bado wapo katika hatua kubwa kutokana na ukosefu wa elimu sahihi ya afya ya uzazi na kinga dhidi ya VVU. Katika baadhi ya maeneo ya pembezoni, upatikanaji wa huduma za afya na taarifa sahihi bado ni ndogo, na hii inaongeza uwezekano wa maambukizi kuendelea. Katika siku ya ukimwi duniani, hoja nyingine muhimu ni namna virusi vinavyosambaa na kwa nini bado kuna maambukizi mapya licha ya maendeleo ya kisayansi. Tanzania inaendelea kutoa elimu kwa VVU husambaa kupitia ngono isiyo salama, uchangiaji wa vifaa vyenye ncha kali na kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto wakati wa ujauzito au kunyonyesha. Elimu hii hupigiwa debe kwa nguvu zaidi katika kipindi cha maadhimisho, lengo ikiwa ni kuwakumbusha wananchi kuwa kinga bado ndio silaha bora kuliko tiba. Taarifa hufafanua kuwa ukimwi hauambukizwi kwa kushikana mikono, kugusana, kula pamoja au kuishi mahali pamoja, ili kuondoa dhana potofu zinazoongeza unyanyapaa. Maadhimisho haya pia huangazia ndoto ya taifa kwa miaka ijayo. Tanzania ina lengo la kufikia kiwango cha 0 katika maambukizi mapya, 0 katika vifo vinavyopatikana na ukimwi, na 0 katika unyanyapaa. Hili linawezekana tu kama jamii nzima itashiriki, kuanzia serikali, viongozi wa dini, wanaharakati, walimu, wazazi, vijana na huduma za afya, kuongeza upatikanaji wa elimu kwa jamii, kuimarisha uchunguzi wa mapema, kuongeza upatikanaji wa dawa na kubadili mtazamo wa jamii kuhusu ukimwi kutakuwa msingi wa kufikia lengo hili. Kwa kuhitimisha, nasema kuwa siku ya ukimwi duniani kwa Tanzania si tukio la kawaida, bali ni jukwaa la kutafakari maendeleo, kutaja changamoto na kujadili mustakabali. Ni siku inayokumbusha kuwa ugonjwa huu bado upo, bado unatishia maisha ya watu, lakini pia ni siku inayoleta matumaini kuwa mapambano yanaendelea kwa nguvu na ukomavu zaidi. Ni wito kwa kila Mtanzania kupima afya yake, kuwa chanzo cha kuelimisha wengine, kupinga unyanyapaa dhidi ya watu wenye virusi vya ukimwi. Na hapa ndio mwisho wa makala hii. Chenye mwanzo hakikosi kuwa na mwisho. Makala hii imeandaliwa nami na imesomwa nami Amina Lumwecha. Hii ni Zantime. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment.